Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema leo wameingia poli kwa poli kumtafuta kipenzi chao alimaarufu Mdude katika msitu wa Mlima Nyoka mkoani Mbeya. Leo Mei 4 bado imesalia kwa kitendawili kisicho na majibu juu ya wapi alipo mwanaharakati na mwanasiasa machachari, mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mpaluka Saidi Nyagali almaarufu kama Mdude. Licha ya kutoa taarifa kwenye vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii, lakini nani ajuae kama kuna siku wanaweza kumtia machoni kipenzi chao, bado imesalia kuwa kitendawili. Katika msitu huu, msitu mkubwa ambao ni msitu wa asili, umeanzia chini kabisa huko, lakini tumepita kwenye maporomoko mengi ya huu mlima unaitwa Mlima Nyoka. Kwa hivyo tuko kundi kubwa la wanachama, kundi kubwa la viongozi, tumezunguka kumtafuta Mdude kwa takribani kwa muda tu wa jioni karibia masaa 5 tunazunguka na hatujafanikiwa kumwona Mdude, lakini tumepata kwenye maporomoko. Bado hofu imetanda kwa familia ya Mdude. Wamekusanyika ofisini kwangu leo wakitaka majibu kwamba yuko wapi Mdude, na nilichoweza kufanya ni kuwapa briefing ya ambacho tumekipata leo kutoka kwenye ofisi ya RCO. Kwa hivyo familia, ndugu, jamaa, marafiki, wanachama, viongozi wa dini, wapenda haki, kwa pamoja tumeungana tunamtafuta Mdude, na tunaomba kwa yeyote yule ambaye atapata taarifa ya kuonekana kwa mtu akiwa hajiwezi, yuko barabarani au akiwa ametupwa mtoni, kwenye pori, kwenye maporomoko, msituni, kokote pale hapa nchini Tanzania, tunaomba atoe taarifa kwenye kituo cha polisi cha karibu na kwenye ofisi za Chadema za karibu na mahali ambapo mtu huyo atapatikana, ili familia waweze kutafuta na kutambua kama anaweza kawa ni ndugu yetu, kamanda wetu Mdude, na tuweze kumpatia huduma stahiki kama bado tutakuwa tunaye, kwa sababu pressure imekuwa ni kubwa. Kadri dakika zinavyosogea, muda unavyozidi kwenda, tunapoteza matumaini, tunaikosa ile nguvu na ujasiri wa kwamba ni wapi tutampata. Tumezunguka mapori ya Mbeya vijijini, tumezunguka kuanzia eneo hili la Uyole kushuka huku mpaka Mlima Nyoka, na mpaka sasa hivi hatujampata. Tumepita maeneo ambayo makamanda wetu wengine waliwahi kutupwa wakapatikana wakiwa hai. Maeneo yote hayo hatujafanikiwa kumpata Mdude. Jina langu sio muhimu sana, lakini mimi nimeungana na vijana hawa wana Chadema ambao wana uchungu na haki katika nchi yetu hii. Nimeungana nao kwa ajili ya kumtafuta kijana Mdude, kijana mwenzao, ambapo Mdude hakuwa mwizi, hajawahi kuwa jambazi, na hajawahi kuwa na historia yoyote ya uchafu wa aina yoyote katika nchi hii. Ni kijana ambaye amefahamika kuwa ni mpigania na ni mpenda haki. Kwa hiyo Mdude, na mimi nimewiwa kwamba lazima niungane na vijana kumtafuta huyu Mdude awe hai. Tuombe Mungu tumkuta awe hai, lakini tuna machungu sana na kwa kumpoteza huyo kijana Mdude, sababu ameingiwa nyumbani kwake, amevamiwa katika hali ya kusema ni jambazi, lakini ni kijana ambaye hana tatizo lolote na ana historia nzuri kwenye kijiji chake, na mpaka sehemu zote Mbeya hii anajulikana Mdude ana historia nzuri. Kwa hiyo na mimi na machungu sana kwa ajili ya Mdude, ambaye namfahamu na mimi kwamba yeye Mdude siku zote amekuwa anapigania haki. Lakini haitoshi Mdude hii, kwa sababu yeye kupenda haki kuko ndani ya mwili wake, kuko ndani ya damu yake. Na hii ni mara ya ngapi, lakini kuna mara nyingine amewahi kutupwa huku Mdude amepigwa sana, akatupwa msituni huku Mdude, lakini Mungu mkubwa, Mdude aliweza kuokoa. Kwa imani mbalimbali tunaomba wamuombe Mdude awe hai, apatikane, ili kwamba aendelee na maisha. Ameacha katoto kadogo ambako kanamtegemea, ameacha mke ambaye bado ni msichana anamtegemea, lakini bado ana familia za ndugu zake. Mdude apatikane akiwa hai. Na miaka 72. Hili jambo niliposikia lilinisikitisha sana sana, sikulala, kwa sababu Mdude
alikuwa ni mpambanaji katika vijana, lakini ule upambanaji wake hawakupendezwa watu wengine. Yaani serikali ya chama cha CCM haikupendezwa kwa sababu anapambana sana. Mdude alikuwa sio mwizi, alikuwa ni mtu anayepambana, anapambania haki za Watanzania. Sio wote mnaweza kwenda kwenye mapambano, sio wote mnaweza mkasimama mkawa viongozi. Kuna kuwepo na viongozi, kila mtu kana maraka aliyopewa. Kuna kuwepo viongozi, ndio sisi tunafanya. Nikiwa mimi ni mzee mpaka nimefika huko milimani, sijawahi fika na sikia tu Mlimanyoka, lakini kimeniuma sana. Ndio maana nimekuja huku, nimeungana na vijana wenye nguvu na vijana wenye mioyo ya kuugua ndani, wanavuja damu, na mimi ndio niko kule. Mimi sio kusema ninapopambana au kuna cheo chochote ninachokipata. Hapana. Sipati cheo chochote. Kwa hiyo kimenisikitisha sana. Jamani, wenye makanisani huku, tumuombe sana Mungu. Tunakoelekea sio kuzuri. Aheri kutana na simba jike kuliko kukutana na mwanadamu anakumaliza. Jamani, imenisikitisha. Yaani imenisikitisha, sijawahi kuona. Jamani, hivi vitu tumuombe sana Mungu. Tumshirikishe sana Mungu makanisani mwetu. Tuombe sana kwa jambo kama hili linalotokea. Wanamuondoa uhai wake. Alikuwa bado kijana mdogo, lakini wamemuondoa. Je, waliomuondoa kesho yake wanaijua? Mimi mwenye hapa nilipo kesho yangu siijui. Kila mtu haijui kesho yake.